Wapendwa karibuni. Jina la Mungu litukuzwe. Ninachukua nafasi kuwakaribisha wote ambao mnafuatilia kutoka maeneo mbalimbali na wale ambao wako katika nchi yetu ya Kenya, na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwakaribisha katika session hii. Ninaamini ya kwamba kila mmoja wetu anaangalia mazingara na anaangalia runinga, na pia tunaishi kipindi ambacho cheche za vita ziko kila mahali. Lakini sio vita tu ambazo tunazungumzia ama ambazo watu wamezungumzia na watu wamezizoea. Hapana. Tunaishi kipindi ambacho vita vilivyomo duniani sasa vinafaa kuangaliwa kwa uzito, na kuangalia wachezaji katika vita hivi ama katika matukio ya mwisho yanayofunga historia ya dunia ni ya kina nani, na ni sababu gani shetani alitaka kuitawala dunia. Ni kwa sababu gani alitaka pia kuweza kuweka kiti chake juu kuliko nyota za Mungu. Na hizi ni ajenda ambazo Lucifer alizianzisha zamani kule mbinguni, na ni ajenda ambazo tunaziona leo zinatimika duniani. Kabla hatujaendelea, ninataka nikukaribishe nikikumbusha ya kwamba Mikaeli atasimama hivi karibuni, lakini kuna matukio ya mwisho katika historia ya dunia hii. Wacha tuombe ndio tuingie kwenye somo. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa nafasi uliyotukirimia. Tunataka kujifundisha, tuweze kuangazia vita vinavyoendelea duniani. Ni nani walio wahusika wakuu haswa, na ni kwa ajili gani? Neema yako itufunike, kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Karibuni sana watu wa Mungu. Biblia inatuzungumzia mambo mengi ya kwamba Mikaeli anaenda kusimama. Hiyo ni Danieli sura yake ni ya 12 mstari wake ni wa kwanza. Kusoma Danieli 12 aya yake ni ya kwanza, Biblia inasema, na katika presentation hii nimekuwa na much interest ama nimekuwa na kutaka zaidi kujua na kuelezea aya yake ni 43 verses number 43 ambayo nitakuwa ninaielezea. Lakini kwanza tuweze kuelewa Danieli 12 mstari wake ni wa kwanza. Biblia inasema, na wakati huo Mikaeli atasimama. Hili ni andiko ambalo tumelizoea na tumelisoma miaka nyingi. Jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Danieli anaelezwa. Alafu anaambiwa na kutakuweko na wakati wa taabu, mfano wake hauja kuwepo tena. Unaona? Na anasema tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Maandiko yanazungumzia wakati wa taabu ambao unaingia duniani. The time of trouble. Leo tunataka kuangalia, kwa sababu katika Biblia tuko na the time of trouble na tuko na the time of Jacob's trouble. Hizo ni taabu mara mbili. Taabu ya kwanza inaanza kabla ya Mikaeli kusimama, tutaangalia. Alafu inaingia mpaka wakati ambapo sheria Jumapili inapitishwa, alama ya mnyama. Baadaye tunaingia the time of Jacob's trouble ama kipindi cha taabu ya Yakobo, ambayo kuna tangazo kitu kinaitwa death decree. Lakini kabla ya kufika kule mwisho ama kule mwisho kumekuwa na ajenda fiche duniani, maana Lucifer amekuwa akitaka kuitawala dunia kwa muda, na amekuwa akitaka rasilimali zote za ulimwengu huu. Tutaangalia katika maandiko. Kitu cha kwanza tunafaa kufanya ni kuondokea mambo yanayoitwa speculation. Speculation ni hatari. Tuache maandiko yajieleze, kwa sababu Biblia imejengwa katika msingi history repeat ama historical repetition, ama historia inajirejelea. Hakuna kitu kipya katika jua. Ecclesiastes chapter 1 and verses number 9. Kidogo ni kujengea msingi ndio tuanze. Leo tunaona Marekani inashambulia Iran, na kuna mahala ambapo vita hivi vilianzia, na kuna kusudi, na vile vile kuna wahusika wakuu ambao wako nyuma ya pazia, na kuna ajenda zilizopo. Naona? Which verse? Nimesema Ecclesiastes chapter 1 verses number 9. Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 ama Mhubiri sura yake ni ya kwanza mstari wake ni wa 9. Hebu tusome pamoja ndio tujenge imada. Ecclesiastes chapter 1, Mhubiri sura yake ni ya kwanza mstari wake ni wa 9. Biblia inasema hivi. Inasema yaliyokuweko ndiyo yatakayokuweko. Angalia hilo andiko. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Kwa hivyo tunaangalia historical repetition.
Kuna mambo ambayo Lucifer amejaribu kufanya, kuna mambo ambayo falme za dunia zimejaribu kufanya, ambazo Lucifer aliwachochea wafanye zamani. Inamaanisha Biblia inasema kwamba mambo hayo yanakuja kujirejeleza kipindi chetu kabla ya Mikaeli kusimama. Na haswa tunaangalia katika historia ya kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Jambo la kwanza ambalo tunalichokeza wazi tunapoangalia ni ya kwamba katika Danieli sura yake ni ya 11 tunaona mfalme wa kaskazini. Maandiko yamezungumzia hatua zake za mwisho. Na tunapozungumzia the king of the north, sikilizeni, tunaangalia kiti ambacho shetani mwenyewe alitaka kukikalia yeye mwenyewe awe mfalme huyo wa kaskazini. Sikilizeni wapendwa, sikilizeni, hii ni controversy kubwa. Lucifer alisema atakinua kiti chake. Lucifer alisema ataketi duniani, atakuwa na ultimate control. Ni kusomee kwanza hiyo katika Isaiah 14 and verses number 12. Isaiah 14 and verses number 12. Ninarudia kabla tuja dive in the real issue. Isaiah chapter 14 and verses number 12. Sikiliza, nitachukua vipengele pale. Inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa. Unaona? Mataifa yameangushwa na Lucifer. Kwa hivyo tunapoangalia vita vinavyoendelea, ujue kwamba mataifa yanaangushwa na Lucifer. Ni mpango wake. Lakini Lucifer hatakuja hivyo, atajificha chini ya serikali fulani tunataka kuangalia. Kwa hivyo mataifa yanaangushwa na Lucifer. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Njia ya kwanza anayoitumia Lucifer kuangusha mataifa. Ya pili, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini, the sides of the north. Kwa hivyo Lucifer ndio aweze kuangusha mataifa ya dunia. Tunaona alikuwa ameapa ya kwamba ataketi upande wa kaskazini, awe mfalme wa kaskazini, the king of the north. Kwa hivyo tunapoingia katika Danieli sura yake ni ya 11 kuangalia vita vya mwisho, tunaona ya kwamba shetani mwenyewe atachochea falme za dunia, lakini atatumia serikali moja. Ndio tunataka kuangalia wapendwa. Atatumia serikali ambayo aliiweka chini na akajificha ndani yake. Na Biblia inatuonyesha vizuri katika Ufunuo. Hebu acha nianzie katika Revelation chapter 17. Revelation 17 ama Ufunuo 17:1. Nataka nikuonyeshe kitu. Inasema, akaja mmoja wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na wakao katika nchi wamelewa kwa mvinyo wa sharati wake. Unaona? Aya 3 inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Sasa tunaangalia kanisa na serikali, church and state. Church and state, na alikuwa na majina ya makufuru. Hiyo ndio system tunaangalia, system ya mpinga Kristo. Ni kanisa na serikali ambayo inatawala dunia nzima. Ni system moja peke yake. Sasa nataka uangalie huyu mwanamke wa Ufunuo 17 ambaye tunaangalia the Roman papacy. Tunaangalia system ya Kiroma, tunaangalia system hii ya mpinga Kristo, system ya Vatican tunaiangalia. Hii ndiyo system tunaangalia inatawala dunia na bado inataka kuitawala dunia. Na wacha nikuambie kitu rafiki yangu, hawezi kuja kutawala dunia yeye, lazima atatumia vigaragasi. Okay? The Roman papacy, the papacy, the popes of Rome. Nataka kuangalia agenda iliyofiche katika vita vya Marekani na Iran, na hii kuanza na Iran. Nataka kuangalia hapo nyuma historia inatueleza kitu gani. Sasa baada ya kusoma Revelation 17, sikiliza Revelation 18 ama Ufunuo 18. Anzia mstari wake ni wa 22. Revelation, nataka nikuulize swali ninapoanza. Revelation 18 ama Revelation 18 mstari wake ni wa 23. Mungu anasema kuhusiana na system hii ya kidini. Sikiliza wewe. Inasema, wala nuru ya taa haitamulika ndani yake tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa, maana hao wafanyabiashara wako walikuwa ni wakuu wa nchi. So the Bible shows, ama Biblia inaonyesha ya kwamba wafanyabiashara wa dunia, wale ambao ni viongozi wa dunia, mabwenyenye, wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake huyu mwanamke wa Ufunuo 17. Weka hiyo kwenye mawazo. Inaendelea kusema, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Tunakuja kubomoa hizi ama kufanya kitu kinaitwa escalation. Ati kuna uchawi wa aina ya kipekee ambayo Vatican inatumia leo.
ili dunia yote iweze kudanganywa. Unapozungumzia uchawi ni kitu ambacho kinawafanya watu wasifikirie vile ambavyo inapaswa. Unaona leo ukiwauliza watu concerning the Vatican, watu wanasema it's a good system. Mimi naona iko sawa. Hata juzi nimeona Papa amesimama akasema vita vya Marekani vitaleta shida, viwachwe. Sasa watu wanasema unajua hii system iko sawa. Nitakuonyesha leo. Nitakuonyesha ya kwamba system hiyo iko na vichwa mbili. Iko na papa mweupe na iko na papa mweusi. Nitakuonyesha. Subiri tu kidogo. Lakini swali kuu ambalo linakuja ndio hii, ambayo imenifanya mimi nijenge hii mada. Swali kuu ndio hii katika mstari wake no 24. Revelation chapter 18 verse 24. Sikiliza swali kubwa ambayo Yohana aliuliza. Anaonyeshwa kitu cha ajabu. Maandiko yanasema na ndani yake, hiyo ni Babylon ama the Roman papacy, ndani yake ilionekana damu ya manabii. Tunaweka manabii kando. Hiyo ndio damu ya kwanza. Na ya watakatifu, tunaona ya pili ni damu ya watakatifu. Inaendelea. Na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. How true is this verse? Andiko hili ni la kweli kwa njia gani? Ya kwamba ndani yake the papacy, ndani yake system hiyo, maandiko yanasema ndani yake kulipatikana damu ya watu wote ambao wamewahi kuuawa juu ya nchi hii. Matatizo yanaanza. Maana kuna watu wanashangaa, how does the Roman papacy involve itself in the deaths and the wars and the rumors of war? Ni namna gani serikali ya mpiga Kristo inahusika? Na Mungu ameandika katika vitabu vya mbingu ya kwamba damu ya watu wote iliyomwagwa juu ya nchi hii, it can be traced back to the Roman papacy. Hiyo ndio mada ya leo, kwa maana kuna vita vinavyoendelea. Hivi vita vimeanzishwa na akina nani? Kusudi ni gani? Tutatumia Biblia. Historical repetition, tutaacha Biblia ijizungumzie. Kwa hivyo maandiko yanasema damu ya watu wote waliouawa juu ya nchi. Damu ya watu wote, ninarudia, the blood, damu ya watu wote waliouawa juu ya dunia hii ilionekana ndani yake. Ilionekana ndani yake. Katika Biblia tunaonyeshwa ya kwamba kuna wanyama wawili wa Ufunuo sura yake ni ya 13 ambao watakuwa ni marafiki. Watakuwa ni marafiki kwa kusudi la kuleta mabadiliko makubwa katika nchi. Na tunaona katika Danieli sura yake ni ya 11, Daniel chapter 11 and verses number 43. Yes. Daniel chapter 11 and verses okay. Daniel chapter 11 tunaanza. Kabla Mikaeli kusimama kuna matukio duniani. Sikiliza rafiki yangu. Daniel chapter 11 and verses, anzia verses number 41. Daniel 11 verse 41 tunaanza. Daniel 11 and verses number 41 inasema, sikiliza, Biblia inasema, tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri, and he shall enter also into the glorious land. So mfalme wa kaskazini, kumbuka mfalme wa kaskazini ambaye alitaka kuwa mfalme wa kaskazini bandia alikuwa ni Lucifer. Kwa hivyo mahali ambapo Lucifer ataweka kiti chake duniani kabla ya Mikaeli kusimama, hapo ndio mfalme wa kaskazini anapatikana, the king of the north. Na tunaona katika Revelation 13 ama Ufunuo 13, joka akampa mnyama wa kwanza nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Kwa hivyo Vatican ama the Roman papacy becomes the king of the north kabla Mikaeli kusimama. Sasa hizi ndizo hatua za mwisho. Na point yangu ni ya kwamba kwanza ataiteka nchi ya Marekani. Point number 1. He shall enter also into the glorious land, the modern glorious land. Tumeangalia. Hii sio Palestine. Hii ni nchi ambayo Mungu aliweka maksusa niweze kuokoa watu wake walipotoka kwa Farao, waweze kumwabudu Mungu kulingana na dhamira zao, kulingana na kweli ambazo walikuwa nazo. Nchi ya Marekani inakuwa na role ya kuwa the modern glorious land, ama nchi ya uzuri ya leo, maana ndiyo iliyohifadhi watu wa Mungu. Sikiliza kidogo. Serikali ya Vatican kwanza na uongozi wake lazima uteke nchi ya Marekani. Hiyo ni point number 1, watu wanafaa kuelewa. Lazima kwanza ingie katika hiyo nchi ya uzuri. Alafu maandiko yanasema na wengi watapinduliwa. Kuna mapinduzi makubwa yanakuja kufanyika baada ya kuteka nchi hii ya uzuri. The modern glorious land, the United States of America.
Na ndio naona Marekani, nitakuchezeshea video vya vita ambavyo vimekuwa duniani tangia mwanzo, Marekani ikiwa katika mstari wa mbele. Nitakuonyesha ya kwamba vita hivyo vimechochewa na mambo ya uongo, na maandiko yanasema ya kwamba mnyama huyu wa pili ambaye ni Marekani atazungumza kama joka. Anakuja kuzungumza kama shetani joka. Nchi hii ya uzuri, the glorious land, ambayo itatekwa na mfalme wa kaskazini, the papacy, inakuja kuzungumza kama joka, to communicate and speak like a dragon. Hebu weka Revelation 13 in verses number 11. Revelation 13 in verses number 11. Kuna kitu kabla sijakuchezeshea video, nataka usikilize maneno. Marekani itatekwa na Roman papacy kwa sababu agenda ya mwisho, kipindi cha dunia inapoelekea mwisho wake, kuna ndume wawili peke yake, United States of America and the Roman papacy. Mmoja anafanyia mwenzake kazi ya kushawishi wafalme wa dunia na kujaribu kuleta resources zote pamoja. Nitakuonyesha. Ndio nimeanza, nitakuonyesha. Sasa hii ndio agenda fiche, na nitakuonyesha hata katika historia na wale ambao wanazungumza, na nitakuchezeshea video za Trump, utasikiliza vile anavyosema. Good. Sasa Revelation 13 ama Ufunuo 13 mstari wake na 11 inatuonyesha mnyama anayetoka katikati ya nchi, aliye na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Sikiliza Biblia inavyosema katika Revelation chapter 13 and verses number 11. Huyu ni mnyama wa pili. Inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katikati ya nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Mwana kondoo ni Yesu. Pembe mbili maanake republicanism and protestantism, yani dini na serikali viwe vimetengwa. Hizo ni serikali mbili ambazo ziko ndani ya Marekani, ambavyo havifai kuletwa pamoja, kwa sababu vikiletwa pamoja kunakuwa na matatizo. Sasa hapa inasema alikuwa na pembe mbili mfano mwana kondoo, alafu maandiko yanasemaje? Naye akafanyeje? Akanena kama joka. Ananena kama joka. Alafu inasema naye atumia uwezo. Sikiliza rafiki yangu, Revelation chapter 13 verse 12 inasema naye Marekani atumia uwezo wote wa mnyama wa kwanza mbele yake. Okay. Naye afanya dunia yote na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. How true is this statement? Andiko hili ni kweli kivipi? Ya kwamba Marekani haitumii mamlaka yake tu, anatumia mamlaka na uwezo wa mnyama wa kwanza, the Roman papacy. Kwa hivyo ndume ni wangapi? Ni wawili. Ndio unaona sasa. Sikiliza, wakati Danieli sura yake ni ya 11 ilikuwa inaanza kutimia, na huyu mnyama wa kwanza, the Roman papacy, alikuwa anaangalia vizuizi vilivyomo mbele yake. Aliona kizuizi cha kwanza kilikuwa kinaitwa USSR, Union of Soviet Socialist Republics. Na kizuizi hicho cha kwanza, Pope John Paul II alifanya vita na alitumia majeshi ya Marekani 1989. Inamaanisha Marekani inazungumza kama joka. Nitakuonyesha. Sasa kumbe papa wa Marekani kuanzia Pope John Paul II na wale wengine waliotangulia, kumbe wanatumia majeshi ya Marekani. Kumbe wanatumia Marekani kujificha ili kwamba waweze kutekeleza agenda zao za the New World Order. Kumbe nyuma ya pazia, kumbe nyuma ya Marekani, yule ambaye anavuta kamba ni huyu mnyama wa kwanza, the Roman papacy. The Roman papacy. Sijamaliza. Sasa na maandiko yanasema aliingia katika nchi hizo za USSR ama Union of Soviet Socialist Republics na akazigarikisha. Na Danieli anatuonyesha alitumia majeshi ya Marekani. Rudi Danieli 11. Danieli 11 mstari wake ni wa 40. Danieli 11 mstari wake ni 40. Daniel chapter 11 and verses number 40. Daniel chapter 11 and verses number 40. Daniel chapter 11 and verses number 40 inasema, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, France. Hizi vitu tumezungumzia katika video zangu za kwanza, ziko huko. Na mfalme wa kaskazini atamshambulia. Anakuja kushambulia atheism. Anakuja kufanya mashambulizi kama upepo wa kisulisuli. Angalia anakujaje? Pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo
na kufurika na kupita katikati USSR. Marekani itatumia wanajeshi na Pope John Paul II atafanya agano pamoja na Marekani katika kitu ambacho kilijulikana kama the Holy Alliance of 1989. Kwa hivyo Marekani inatumia uwezo wa mnyama wa kwanza. Correct. Ni kweli. Kwa sababu military power ya Marekani haiwezi enda tu kazi. Lazima kuna yule ambaye anatoa command. Na amekaa Vatican. The papacy is the command, the commanding power of the United States of America. Sikiliza, nataka nikuonyeshe leo. Kwa hivyo tunapojenga hiyo msingi lazima tuweze kuelewa. Na Ufunuo 13 inasema Marekani itazungumza kama joka. Joka ni shetani. Nataka nikuchezeshea video ya kwanza, sio mimi nazungumza. Nataka usikilize Donald Trump anavyosema kuhusu vita. Na wanasema ya kwamba Iran iko na nuclear weapons. Ati wako na silaha kali za hatari za nuclear. Na kuuliza swali. Nakuuliza swali. Kama Iran ingekuwa na weapons of nuclear, wewe unadhania Marekani ingekuwa saa hii? My friend, hiyo ni vita kali bwana. Hiyo ni vita, sikiliza. Kama vile ambavyo nchi ya ilikuwa ni China ama ni Korea, South Korea ilikuwa na weapons of mass destruction na ilikuwa ni vita kali. Kama Iran ingekuwa na weapons of mass destruction hii, my friend, Marekani haingezungumza. Na kukuonyesha ya kwamba vita hivi vimekuwa tangu zamani, miaka kama 50, miaka mingi zilizopita. Wacha niseme 12 years ago. Hizo ni miaka 12 zilizopita hiyo ya kwanza Kissinger. Nataka umsikilize Kissinger. Huyu ni waziri katika nchi ya Marekani na alikuwa kwenye kamera. Sikiliza anavyosema, na hiyo ni miaka 12 iliyopita. Tuanze na yeye. Anaitwa Kissinger. Nataka usikilize alivyosema kuhusiana na vita wanavyopanga kwa sababu ya mataifa matano. Haya mataifa ya matano ni mataifa ya Iraq, Syria, Lebanon, Somalia na Iran. Mataifa matano ambayo kwa sasa mataifa manne walishamalizana nayo, imebaki taifa moja ya Iran. Na nitakuonyesha hiyo Danieli 11 mstari wake na 43 ambayo inaendelea kutimia, kwa sababu Marekani lazima ifanye kazi kwa bidii kwa sababu ya kutafuta resources za dunia ili kwamba aweze kuwa na control. Baadaye maandiko yanasema atampatia yule mnyama nguvu zake. Sasa sikiliza Kissinger. Chezesha watu wamsikilize. I am very uneasy with the so-called intelligence reports that say we don't know whether they are actually working on nuclear weapons. I think we should start from the premise that they are undergoing all this in order to achieve a military capability. I don't think that is a disputable point. But Iran is more isolated than it has ever been. So I can see why the Israelis would think that if they strike now, Iran will not have a great deal of international support. You were always very good as a negotiator at understanding that the other side had to get something as well as our side getting what we wanted. How do you do that in the context of Iran now, with all this domestic politics around it? You see what I mean? Of course, they have to make concessions, but presumably we would have to, in some way, move as well. The argument, the concern is the proliferating countries will always argue that they're under military threat and that they needed to protect them. Unaona? Sasa wanasema ya kwamba Iran is isolated na wanataka, sikiliza, wanakuja kusema ya kwamba walikuwa na mataifa matano peke yake ambayo walikuwa na zote ni Islamic countries. Hapa kuna vita. Na nitakurudisha katika Biblia uweze kuangalia. Huyu anaitwa Kissinger anasema vizuri ya kwamba Iran kama tungeipiga, na hii ni video iliyotolewa 12 years ago, sio saa hizi. Kwa hivyo ni vita ambavyo vimekuwepo tangu jadi na wamekuwa kipanga, maana Iran ndio imebaki peke yake. Wamemalizana na Iraq, wamemalizana na Syria, ziko upande wao Lebanon na Somalia. Nitakuja nikuonyesha kwa sababu these are Islamic countries. Na kuna sababu na kuna kitu ambacho Mungu alisema kuhusu wana wa mashariki katika Biblia.
Kwa nini Kissinger wanapanga 12 years ago na hawajawahi kufanikiwa? Alafu leo ukimsikiliza Donald Trump anavyozungumza katika vita dhidi ya Iran, wanasema ya kwamba wanapiga Iran kwa sababu wako na nuclear weapons of mass destruction, lakini si kweli. Kuna agenda fiche nyuma. Kwanza kidogo nijenge imada kidogo tu, utarudi kwa Kissinger. Hebu rudi Daniel chapter 11 verses number 43. Daniel 11 verse 43. Daniel chapter 11 and verses number 43. Daniel chapter 11. Hebu weka verse 42 kwanza. Daniel 11 verse 42 kuhusu mfalme wa kaskazini inasema, naye ataunyosha mkono wake juu ya nchi hizo. Okay? Hata nchi ya Misri haitaokoka. Kwa hivyo the ultimate control ni ya kwamba mfalme wa kaskazini anataka kukamata nchi zote na akamate nchi ya Misri, Egypt. Unaona? Alafu inasema verse 43, lakini atakuwa na nguvu juu ya nini? Hazina za dhahabu na fedha, na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani, na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Kamata hiyo point. Walibia na Wakushi watafuata nyayo za mfalme wa kaskazini, na mfalme wa kaskazini atatawala Misri. Sio Misri ambayo iko juu ya Kenya, ni Misri ambayo Yesu anakuja kuokoa watu wake Misri. Isaiah 19 verse 1. Unajua kuna watu watafikiria ni Misri ambayo iko hapa juu ya nchi ya Kenya. Hatuzungumzii hiyo Misri. Unabii unapoingia kipindi cha mwisho unazungumzia Misri tofauti. Nataka nikuonyeshe. Ndio nikufungue akili uone. Dhahabu na hazina zote za Misri zinaletwa ziwe upande wa mfalme wa kaskazini, na Walibia na Wakushi watakuwa upande wake. Nataka nikuonyeshe kitu. Misri ni gani inayozungumziwa kwanza? Isaiah chapter 19 verses number 1. Isaiah chapter 19, amen. Isaiah chapter 19 inasema, mstari wake ni wa kwanza. Tusome. Inasema ufunuo juu ya nini? Ya Misri. Tazama, Bwana amepanda juu ya wingu jepesi, anafika Misri. Ala. Na sanamu za Misri zitatikisika mbele zake, na moyo wa Misri utayeyuka ndani yake. Ati Bwana amekuja na mawingu, anakuja Misri. Wewe uliwahi kuona Bwana anakuja Misri na mawingu lini? Hii Misri ambayo iko juu ya nchi ya Kenya, kama ndiyo hiyo inazungumziwa. Na kuuliza tena, umewahi kusikia Bwana atakuja Misri lini? Na atakuja na mawingu Misri. Misri sio hiyo nchi. Kipindi cha mwisho Misri maanake dunia. Ulimwengu ulio na masanamu na ibada za uongo. Biblia inafananisha Misri na dunia. Ulimwengu kwa ujumla inaitwa Egypt. Maana Bwana anakuja duniani, hakuje Misri taifa. Kusoma Ufunuo sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 9. Mstari wake ni wa 7. Inasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na waliomchoma wataomboleza na mataifa yote yataomboleza kwa ajili yake. Anakuja na mawingu. Isaya anasema 19:1 anakuja Misri, lakini anasema anakuja na mawingu na mataifa yote yataomboleza. Kwa hivyo Misri ni dunia yote. Kwa hivyo mfalme wa kaskazini ataikamata dunia yote, na atakuwa anajaribu ili kwamba aweze kutawala dunia. Kumbuka the Roman papacy imekuwa ikiangalia vizuizi. Kizuizi cha kwanza kiliondolewa, USSR. Sasa lazima atumie majeshi ya Marekani ili kwamba atekeleze ajenda zake. Ajenda ya pili, anataka kukamata dhahabu na hazina zote za Misri, yani duniani. Wanataka kutawala dunia, the new world order. Kwa hivyo kuna majeshi atakayotumia, maana Vatican haiwezi kupeleka majeshi yake. Watu wataona hapana, hii ni kanisa. Kanisa haiwezi ingia kwa vita. Kwa hivyo atakuwa nyuma ya pazia, atatumia majeshi ya Marekani ili kwamba aendeleze ajenda hizo fiche. Na ndio tunataka kuangalia leo, vita vya Iran na Marekani ilianzia wapi na ajenda ni zipi? Ajenda ni zipi? Nikukumbushe tu ya kwamba mnyama wa Ufunuo 13 ndiye anataka kutawala dunia. Marekani ndio inakuja kumpatia mamlaka. Sikiliza Kissinger kidogo. Achilia tu msikilize. Sikiliza. And we should certainly be prepared to meet those concerns if, in response, the nuclear program is in fact irreversibly ended. And the second aspect is that. Wait, but let me spell out what you're saying. You're saying if they end their nuclear weapons program, and they want some assurances from the United States about their security, if they want to kind of re-enter the international community, we should facilitate that. Yes. Now, this
government, the current, the Ayatollah government in Iran has made hostility to the United States the organizing principle of its existence. So whether they can bring themselves to do this or whether they can survive in the world that I have described, that's another matter. But Iran, as an important nation, can and should find a place in the international system. When we come back, we'll... Unaona, wamepanga miaka 12 iliyopita na wanasema ya kwamba wanalenga pale kuna weapons of mass destruction, wanasema ni nuclear. Sasa nitataka tumsikilize Trump. Sikiliza Biblia na ngoja. Biblia inasema ya kwamba atanena kama joka. Joka ni shetani. Marekani hata kama ilianzishwa katika principles of Christianity ama katika kanuni za Kikristo, maandiko yanasema baadaye ataanza kuzungumza kama joka. Na joka ni shetani. Ukisoma kitabu cha Yohana 8:44, hebu tuangalie lugha ya joka kidogo. John chapter 8 verse 44. Wacha Biblia tusaidie kuangalia lugha ya joka ni gani. Nasoma kitabu cha John chapter 8 ama Yohana sura yake ni ya 8. Yohana sura yake ni ya 8 mstari wake ni 44. Inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Weka hiyo kando. Kwa hivyo tabia ya kwanza ni ya joka ni gani? Muuaji. Alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa kuwa ama kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Kwa hivyo Ufunuo 13 inasema Marekani, mnyama wa pili, atanena kama joka, alafu atakuwa anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza. Relax. Yes. Atakuwa ananena kama joka na atakuwa anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza. Atakuwa na ua na atakuwa nasema uongo. Nataka tusikilize. Atakuwa na ua na anasema uongo. Sikiliza, wanasema Iran iko na weapons of nuclear. Kitu ambacho kama Iran ingekuwa nacho weapons hizo leo, my friend, dunia ingekuwa bwana. Wewe ukumbuki South Korea vile walimalizwa haraka. Iran weapons of nuclear iwe nazo. Haya, sikiliza uchanganuzi ndio uone kitu ambacho tunamaanisha. Marekani inafanya kazi ili ilete dunia yote chini ya uongozi wa utawala wa upapa. Na kuna agenda mbili wanazofanya. Nataka usikilize mataifa yale ya Middle East ambayo waliona ni threat kama wangeachiwa rasilimali. Rasilimali ambayo tunazungumzia ni mafuta. Maana mafuta imejaa kule, alafu ndio nikuje nikuonyeshe katika Biblia Mungu alisemaje kuhusu wana wa mashariki na watoto wa Ishmaeli watakuwa ni matajiri. Mungu alikuwa amesema. Lakini kutakuwa na vita kwa sababu gani? Alafu nitakuonyesha katika Biblia. Watu wanafikiria ni Marekani inapigana na Iran. Hapana, ni Papa C. Nitakuonyesha katika Biblia saa hii. Lakini sikiliza kwanza uongo wa Marekani. Sikiliza wadadisi. Sikiliza. The United States and Israel are waging a war of aggression against Iran. The United States military began major combat operations in Iran. On the 28th of February, the U.S. and Israel launched a surprise attack on Iran. This came at a time when the U.S. claimed that supposedly it was participating in peace talks with Iran, but Washington violated those peace talks and launched what it called preemptive strikes, which is blatantly illegal according to international law. This is an imperialist war of aggression, and it must be emphasized that this has nothing to do with nuclear weapons. Donald Trump... Umesikia? Nataka nikuonyeshe kitu. Kama kuna video ambayo imenifurahisha mimi ni hii. The war on Iran has nothing to do with the nuclear weapons. Hiyo ndio nataka watu wanikamate vizuri na nitakutolea ushahidi. Vita ambavyo Marekani inapigana na Iran leo havihusu popote mambo ya nuclear weapons. Hapana. Nataka nikuonyeshe Marekani inazungumza kama joka. Wanatumia uongo maana wako na agenda ya kuteka rasilimali za dunia. Warudishie mwenyewe ili kwamba waweze kutawala. Sasa sikiliza uchanganuzi. Achilia. Trump gave a speech in which he admitted that the goal of the U.S. is to overthrow the Iranian government and put in power a puppet regime like the CIA did when it carried out... Ngoja usikilize. Anasema ya kwamba, na utaangalia video itachezeshwa,
nia ya Marekani ni kuondoa serikali ambayo iko Iran, ambayo iko kinyume na ni kichwa ngumu, ili kwamba waweke kitu kinaitwa a puppet regime. Puppet ni vigaragazi, serikali ambayo itawasikiza ili kwamba waweze kufanya ajenda zao. Nitakuonyesha kuna mataifa 5 yametajwa katika ajenda ambayo Marekani ilikuwa nayo. Kwa hivyo sio mambo ya nuclear weapons, hapana. Walitaka kuweka a puppet regime, walitaka kuweka mfalme au kiongozi ambaye anawasikiliza, wanaweza kufanya kazi virahisi, ili kwamba kusiwe na matatizo, wateke maeneo makubwa ya kutoa na kuchimba mafuta, sababu Marekani wanatumia mafuta nyingi kutoka mataifa hayo ya Uarabuni na wanatumia rasilimali nyingi. Ndio naona katika UAE, United Arab Emirates, Marekani peke yake imeweka base za wanajeshi zaidi ya maelfu. Bases, camps wameweka nchi ya Marekani huko katika nchi za Uarabuni. Sikiliza hii, sikiliza. A coup d'etat in 1953 against Iran's democratically elected leader. Today, the US empire is once again trying to overthrow an independent government. In his speech, Trump threatened members of the Iranian military and said they must put down their weapons, and if they don't, the US empire will eliminate them. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. And then Trump openly called for the people of Iran to overthrow their government. Again, this is not about non-existent nuclear weapons. This is about regime change and imperialism. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Mesikia? Anasema the Islamic revolutionists. Kwa hivyo ni vita. Anametaja Islamic. Sikiliza nikusaidie mapema. Ukisoma katika Biblia Mungu alisema katika kitabu cha Mwanzo, maana anataja Islamic revolutionists. Alafu utakuja usikilize mataifa ya Kiislamu 5 vichwa ngumu yaliyosalia. Na Marekani lazima ingetumiwa, maana yule aliye nyuma yake anaona kama ni threat, wanaweza kubadilisha dunia. Kwa hivyo the agenda here was to overthrow the governments of those Islamic states, ili kwamba ziwe upande wao. Iran ndio ilikuwa imebaki. Mungu alikuwa amesema katika Mwanzo, Genesis chapter 16. Chani kuonyesha Genesis ama Mwanzo 16, Genesis chapter 16, kuhusiana na Hajiri. Malaika alimwambia Hajiri katika Mwanzo 16 anzia 11. Genesis 16 verses number 11 inasema, malaika wa Bwana akamwambia, tazama wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Aya 12 inasema, sikiliza kuhusu Ishmaeli, na huu ndio unabii wa kwanza katika Biblia. Inasema, naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote. Umeshika hiyo? Na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Kwa hivyo unabii wa kwanza unaonyesha kwamba Ishmaeli na vizazi vyake watakuwa kama punda mwitu. Mkono wake utanyoshwa juu kuleta uharibifu, alafu watu watakuwa wanamfuata Ishmaeli. Huo ndio unabii wa kwanza. Lakini Mungu vile vile alisema ya kwamba Ishmaeli amebarikiwa, atamfanya kuwa taifa kubwa. Okay? Katika Mwanzo Mungu alisema amembariki, na alisema ya kwamba atamfanya kuwa taifa kubwa. Okay? Biblia ilitabiri hivyo. Kwa hivyo Ishmaeli amebarikiwa. Takuonyesha. Na kule kubarikiwa kwa sababu ni mtoto wa Ibrahimu, kule kubarikiwa Mungu aliwapatia rasilimali. Rasilimali nyingi zingetoka Uarabuni kwa wana wa Ishmaeli. Kwanza nataka ataja yale mataifa 5 ambayo wako na vita nao kwa sababu ya rasilimali, alafu ndio nikuonyeshe vile Mungu alibariki Ishmaeli. Haya, achilia. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond.
America is backing you with overwhelming strength and devastating force. But Washington also underestimates the ability of Iran to respond and defend itself. And immediately after the U.S. launched this war of aggression, Iran started attacking U.S. military bases in the region. The U.S. has surrounded Iran with more than 40,000 troops in dozens of military bases and installations. And these are all targets that Iran can and will hit. So immediately in response to this U.S.-Israeli war of aggression, Iran bombed the Al Udeid air base that the U.S. has in Qatar. This is the largest U.S. military base in the region. And Iran also hit U.S. military bases in Bahrain, Kuwait, and the UAE. And this is just in a few hours after the initial U.S.-Israeli attack. So the arrogance of politicians in Washington can actually end up being their Achilles heel. Sikiliza, huyu jamaa anasema wale watu Washington, they are very arrogant, hawajui uwezo wa Iran. Sikiliza. Point yangu ndio hii. Pale kuna mataifa za Kiislamu ama za Kiarabu. Unajua these are Islamic states, Islam imejengwa juu ya Qur'an. Nikukumbushe kidogo Na Qur'an inasema vizuri, maana hapa kuna Israel, kuna Amerika, kuna the papacy na kuna Islam. Vitu tano. Kuna Islam, kuna Jerusalem ambayo ni Israel, kuna United States of America na kuna the papacy. Nani anataka kutawala? Papacy. Na ukiangalia papacy anataka atawale. Lakini anaona threat kwa sababu gani? Anaona kwa sababu hawa Waislamu ama Islamic states zinaonyesha ukuu mkubwa. Biblia ilikwisha kusema katika Mwanzo 17 mstari wake na 20. Uniweke kwanza hiyo. Genesis 17 verses number 20. Genesis chapter 17 verses number 20. Sikiliza vile Mungu alivyosema. Genesis 17 verse 20 inasema, na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimemubariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana sana. Atazaa mayesidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Unaona? Atamfanya kuwa taifa kubwa. Lakini verses 21 ama aya 21 inasema, bali agano langu nitafanya imara kwa Isaka. Kwa hivyo Isaka ndiye anabeba agano la kweli, the truth iko na Isaka. Lakini Ishmaeli hakuachwa hivyo na Mungu. Mungu aliwabariki. Kwa hivyo mahali ambapo wanaenda kule mashariki, Mungu atabariki hiyo nchi. Hiyo ni nchi ambayo itatoa matani na mapipa maelfu na maelfu za mafuta ambazo zitakuwa zinalisha dunia nzima. Tusiwaangalie Waislamu hivyo. Tusiangalie jamii hii ya Ishmaeli hivyo. Kwa maana Mungu wako na mpango na wao, lakini Marekani haijui. Papacy does not understand ya kwamba hawa ni watu ambao Mungu atawaleta. Si kwa vita, atawaleta kwa njia tofauti. The papacy, kwa sababu shetani ameweka pale kiti, anachochea dunia iingie kwenye vita. Kwa sababu yeye anaangalia rasilimali za dunia kwa sababu ya New World Order. Lakini maandiko inasema loud cry ama kilio kikuu kikianza, hawa wana wa Ishmaeli ndio wa kwanza kuja, wataondoka wengi, wataamini wengi. Kusoma kitabu cha Isaya 60 mstari wake na 11. Hebu wekea watu kwanza waone hiyo. Isaya chapter 60. Hawa ni wana wa Kedar. Hawa ni wana wa Ishmaeli. Hawa ni wana ambao wanaitwa the children of the east. Ndio unaona leo inaitwa the Middle East. Nitakusomea saa hizi Middle East ilitoka wapi katika Biblia. Ndio turudi kwa uongo wa Marekani. Nimesema kitabu gani? Isaiah chapter 60. Angalia Isaiah chapter 60 and verses number Isaiah chapter 60 and verses number nimesema verse gani? Inasema verses number 11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa. In fact verse 3 inasema hivi, rudi juu. Kwanza unainuka unaangaza kwa sababu utukufu wako umekuja. Alafu verse 3 inasema, na mataifa wataujilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanaokusanyana wanakuja, wewe na wana wako wanakujia. Watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Verse 5. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka.
na kukunjika, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia wewe. Hao ni watu wa Mungu. Bahari maana yake dunia iliyo na watu. Verse 6. Nani hao wanakuja? Wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana wa Midiani, Efa, wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Kwa hivyo hawa ni wana wa mashariki, the children of the east. Ukirudi Genesis, wacha nikuonyeshe Genesis chapter 26. Genesis chapter 26 verses number 5. Genesis 26 inasema 25 verse 6, sorry. Genesis 25 verse 6. Ati Sheba, ati wana wa kutoka mashariki. Inasema, lakini wana wa Masuria aliyokuwa nao Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka inchi ya Kedem ama Kedemu. Walienda the east, leo inaitwa Middle East. Sasa huko maandiko yanasema kutakuwa na loud cry, wengi watakuja kuokolewa. Lakini sasa Marekani haina shida. Haina shida, maana hawatambui hiyo. Wanafanyia mtu kazi, wanatumia vita. Biblia haijasema tutumie vita. Wanajaribu kuteka rasilimali za dunia. Na wacha ni kuonyeshe Marekani inatumia uongo. Kuna mataifa 5 yaliyosalia katika Uarabuni ambayo walikuwa na deal nayo. Walikuwa wanafanya dealing na sio Marekani. Kuna yule yako nyuma ya Marekani. Nitakuonyesha. Kwanza wacha wataje hiyo mataifa, alafu ndio nikuonyeshe katika Biblia ni nani anapigana na wana wa kutoka mashariki. Katika Biblia lakini si Marekani. Marekani wanatumika kama majeshi, lakini kuna yule anapigana na wao. Katika Biblia prophetically anajaribu kupigana na wao na yeye pia anawapiga. Prophetically. Kiunabii. Taangalia. Achilia tusikilize. Because Donald Trump came to the wrong lesson after invading Venezuela on the 3rd of January and kidnapping Venezuela's internationally recognized constitutional president, Nicolas Maduro. But Venezuela is much smaller and much weaker than Iran. Venezuela has a population of less than 30 million people, whereas Iran has more than 93 million people. Iran is significantly larger than Iraq, which the US invaded in another war of aggression in 2003. And let's not forget that the US lost the war in Iraq. This is why Trump warned in the speech that he gave after he started this war that US troops may lose their lives fighting this imperialist war of aggression. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu published a message on Twitter calling to overthrow the Iranian government. I should remind people that Netanyahu is currently wanted, as we speak, by the International Criminal Court for the crimes against humanity. Umesikia? Israeli Prime Minister amepublish ya kwamba tumalize hawa Waarabu. Sasa hapa kuna vita, kuna watu watatu key players. Israel, United States of America, Islam. Alafu nani yako nyuma ya pazia? Kuna yule yako nyuma ya pazia, huyu anaitwa the papacy huyu. Katika Biblia tunataka ni kuonyesha kwamba papacy ama mfalme wa kaskazini ndiye atashambulia haya mataifa. Mfalme wa kaskazini ndiye atakuja kushambulia haya mataifa kwa sababu anataka kutawala mwishowe. Hataki mwingine atawale, atakiinua kiti chake. Nataka nikuonyeshe hiyo kwanza katika Biblia. We must establish that from a historical repetition. Lazima tusimamishe mada hiyo kama ukweli katika Biblia, kutokana na historia kujirudia. Okay? Lakini hapo tunaona Trump anasema ya kwamba majeshi yake wanaenda kufanya a noble task. Hiyo si kweli. Si kweli kwa sababu rudia andiko la Revelation 18 verse 24. Si kweli kwa sababu watu wote ambao watauawa chini ya dunia hii, katika ardhi ya dunia hii, damu hiyo itahesabiwa Babeli. Itahesabiwa mwanamke wa Ufunuo 17. Itahesabiwa pembe mdogo wa Danieli sura yake ni ya 7. Itahesabiwa mwanamke huyu wa Revelation 18 inasema na ndani yake. Tusome pamoja. Revelation 18
and verses number 24 inasema, na ndani yake ilionekana damu ya manabii na damu ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Umeshika hiyo? Kwa hivyo wote ambao wanauawa juu ya nchi, damu hiyo inahesabiwa kwa mwanamke wa Revelation 17. Ndio naona hii kitu lazima tuisome kwa undani. Sikiliza, nataka ataje yale mataifa ya Kiislamu. Usisahau ya kwamba vita Israel, America, Islamic nations, Middle East, alafu mwenye yako nyuma ya pazia is the Roman papacy. Sikiliza uhondo ndio tuingie katika Biblia. Sikilizeni. Committed against the Palestinian people in Gaza with the full support of the US empire. And now Netanyahu and Trump are waging another imperial war of aggression. And Netanyahu admitted that this is about regime change. He said, quote, "Our joint operation will create the conditions for the brave Iranian people to take their fate into their own hands, to cast off the yoke of tyranny and bring freedom and peace-loving values to Iran," end quote. So this is the same old colonial rhetoric we heard from the European empires, who said they had to civilize the barbaric native populations, indigenous peoples of the lands they colonized, in order to exploit their natural resources, to rob them of their natural wealth. And the Western colonialists claimed that they were spreading civilization. Umesikia? They want to change the regimes of those nations. Wanataka kubadilisha utawala so that they may rob them of their natural wealth, ili kwamba waweze kutoa na kuwapokonya rasilimali zao. Dunia, Misri yote itakuwa chini ya mkono wa utawala wa papa, naye atakuwa na nguvu juu ya hazina zote za dhahabu na mali ya Misri. Lakini sio yeye anaenda kuchukua. Hapana, kuna majeshi ya Marekani, the military power, the economic power of the United States of America. Sasa hapa sikiliza. Kumbe agenda ni kuchukua mafuta, agenda ni kuchukua rasilimali ambazo ziko Middle East, ili waonekane wao they are in control. Ndio wakikuja kuleta the new world order. Papacy, wakati serikali ya Roma inapotawala, hana mpingamizi. Hana mpingamizi. Sikiliza wachanganuzi. It was part of the white man's burden. This is the same rhetoric we hear today from the colonialists in Tel Aviv and Washington. And it must be emphasized, this is not just about Donald Trump and Benjamin Netanyahu. A lot of people are focusing on the internal politics in the US and Israel. You know, the US has a midterm election coming up in 2026. Netanyahu has faced charges of corruption that are very well documented. And certainly Trump and Netanyahu want to increase support domestically, and they want to be remembered in history as the leaders who overthrew the revolutionary Iranian. Sikiliza. Watu wengi wanaangalia internal struggles ama political struggles America, wanafikiria kwamba ni mambo ya politics. Hapo hakuna mambo ya politics. Sikiliza, Qur'ani inasema hivi, na hawa ni Waislamu. Waislamu wanasema hivi katika Qur'an, sura yake ni ya ngapi? Sikiliza, nataka nikuonyeshe kitu. Kwa nini vita hivi vitaendelea? Qur'ani sura ya 5 aya yake ni 51, inaitwa Suratul Maida. Wale walio na Qur'ani nimekuwekea tu pale screenshot. Sikiliza. Katika translation ya Kiingereza, Kiswahili inasema ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Wanaambiwa, "O ye who believe." Inasema nini? "Do not take the Jews and the Christians as allies." Enyi mlioamini, msiwafanye Wakristo na Mayahudi kuwa marafiki zenu. They are allies of one another. Wao ni marafiki wao kwa wao, Wakristo na Wayahudi. And whoever takes them as allies, yule ambaye anawachukua Makristo na Mayahudi kama marafiki kutoka miongoni mwetu sisi Waislamu, then indeed, hakika, he is one of them. Yeye ni mmoja wao. And Allah does not guide the wrong-doing people. Usitoe kwanza. Hiyo ni Qur'ani sura yake ni ya 5 aya yake ni 51. Na ndio naona yule kiongozi wa Kiislamu walipouawa, baadaye katika bunge zao wasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, kwa sababu wanajua wako na vita na makafiri, wako na vita na Mayahudi, wako na vita na Wakristo, na wanaamini ya kwamba Marekani is a Christian nation. Kwa hivyo Wayahudi na Wakristo wamekuja kufanya vita na nani? Na dini za Kiislamu ama nchi ambazo zinaitwa Islamic nations, kuwapokonya mafuta yao. Lakini wangelijua, waangalie, wangeona si Marekani. Qur'ani hiyo inasema
Kwa hivyo hapa kuna mapambano. Kwa nini? Kwa maana kuna yule ambaye ako nyuma ya Marekani analeta mambo hayo duniani. Sasa hawa wanaposoma Qur'ani nasema hapana, hawa hatuwezi kuwafanya marafiki zetu. Ndio wanasema Allahu Akbar, wanarusha Allahu Akbar. Iko hivyo. Do not take the Jews and Christians for your friends. Msiwafanye kuwa marafiki zenu. They are friends of one another. Whoever befriends them, yeyote atakayefanya kuwa rafiki na Wakristo na Wayahudi, among them, miongoni mwao, Allah does not guide unjust people. Kwa hivyo wanasema Mayahudi na Wakristo they are unjust, au ni makafiri. Wakristo ni makafiri na wale ni watu ambao hatuwezi kuwa na marafiki na wao. Hiyo ni Qur'an. Kwa hivyo nataka uangalie upana wa hili jambo. Sasa sikiliza. Tukisha soma hiyo aya ya Qur'ani, sikiliza Marekani inaona mataifa ya United Arab Emirates ambayo ilikuwa USSR ya zamani. Kumbuka Russia ilikuwa overthrown, ikabaki kainchi kamoja, atheism. Sasa UAE, Uarabu, unaonekana kana kwamba utaitawala dunia kwa sababu wako na rasilimali nyingi. Na Danieli 11:43 inasema mfalme wa kaskazini lazima ateke rasilimali za dunia. Na ataenda yeye lazima atatumia taifa la Marekani, kwa maana majeshi sio yake anayotumia. Watu watasema kanisa inaenda vita. Hapana. Sasa lazima ajifiche chini ya Marekani. Sasa sikiliza. Nataka usikilize mataifa ambayo walipanga kupiga kule UAE. Nataka usikilize vizuri, sikiliza. Achilia usikilize. In government. But this goes back much longer. This is not just about the individual leaders today in the US and Israel. The US empire has been trying to overthrow the Iranian government for decades. Immediately after 9/11, after the attacks on September 11th, 2001, the former top US military general Wesley Clark, who was a commander of NATO, he revealed that the Pentagon made plans to overthrow 7 governments in West. Umesikia? Baada ya September 11, 2001, wakati ambapo wana wa mashariki waligonga the Twin Towers kule Marekani. Na hivyo ndio iko. Wakati walishambulia the Twin Towers September 11, 2001, George Bush akasema dunia hii tunaanza kupigana na Al-Qaeda. Wasitutawale maana wako na rasilimali nyingi. Kama hiyo mafuta inawapatia pesa, wanataka kutawala dunia. Na ndio naona mwenye kukaa nyuma ya Marekani wakawa na mpango, wanaitwa the Jesuits of Rome. The Jesuits of Rome. Na wacha nikwambie kitu ambacho hujawahi kujua wewe. The Jesuits of Rome wanaongozwa na generali anaitwa the Black Pope ama Papa Mweusi. Kuna Papa Mweupe ambaye tumemzoea, huyu anasema tuwe na amani, tuwe na utulivu. Hizi ni dini ambazo zinaitwa dini ambazo ni za undani. Ziko na sehemu ya nje ambayo watu wanaona ni nzuri, laiko na sehemu ya ndani ambayo inapanga mambo ambayo ni mapotovu, mambo ambayo ni ya uasi, mambo ambayo ni mabaya. Wale wanaitwa the Jesuit Generals ambao wako dunia nzima. Walianza na secret societies ambazo ni nyingi. Kuna the Knight Templars. Tafuta, fanya research. Kuna the Knights of Columbus. Okay? Kuna the Jesuits of Rome. Wako wengi. Kuna the Knights of Malta. Hizo zote zinaitwa the secret society. Na sasa wote wanaitwa the Jesuits of Rome. Na wako na agenda mbalimbali na wanatawalwa ama wanaongozwa na the Black Pope ama Papa Mweusi. Papa Mweusi, unaona, ndiye mwenye kampeni hii tunayoizungumzia. Maana wao ndio wako na agenda hizi ili kwamba warejeshe papa mamlaka. Wale ambao wanasoma the Jesuit Oath, ingia kwenye internet yako, type the Jesuit Oath, itakuletea ni vitu ambavyo viko on public domain. Wanataka kueradicate all Protestantism, uprotestanti wote, na serikali zote ambazo zinawapinga, ili kwamba wateke dunia yote na warejeshe mamlaka kwa papa aweze kutawala tena kama alivyotawala wakati wa zama za giza. Kwa hivyo kama kuna rasilimali, kama kuna fedha, kama kuna serikali ambazo zinakaa kuwa kinyume, kumbuka katika video hii nataka usikilize vile wanavyosema. Walisema watateka mataifa 7 walioonekana kuwa ni vichwa ngumu. Hiyo ni Marekani. Na wakaweka kwenye list ili wateke rasilimali zao, ili wasionekane wako na nguvu, wanaweza kuitawala dunia. Sikilizeni watu wa Mungu. Sikilizeni, sijui kama umeweka the Order of Jesuits. Naona? Wapendwa, sikilizeni. Kikosi hiki ni kikosi ambacho kipo. Ni kikosi ambacho kipo.
Nataka uweze kuangalia kwa sababu gani? Tunaenda mahali kinaitwa the new world order. One world government. One world economic system. Sasa hii economic system hapa ndio kuna matatizo. Kwa sababu kwa maana rasilimali zote za dunia nataka kuziteka yeye. Na unajua kuna Marekani inayofanya hiyo kazi. Sijui ni kuonyesha hii kitu namna gani ama mimi ndio hii kitu mimi naonanga inakuwa rahisi tu. Unaona? Nitakuonyesha in Genesis 47 sahi. Uone vile Yusufu alikuwa anafanya katika nchi ya Misri. Na hiyo ni picha, inaitwa a screenshot ya kitu ambacho kitafanyika duniani kabla ya Mikaeli kusimama. Rasilimali yote ya dunia itatekwa, ima kwa vita, kwa kumwaga damu, kwa kuoverthrow ama kuondoa wafalme. Na nataka ataje. Nataka wataje ndio nikuwekee orodha ndio uone kenye ninasema. Ataje yale mataifa ambayo walikuwa napigana nazo vita ndio uone hii kitu. Haya, achilia video. Nataka usikilize. Hayo mataifa 7 ambayo sikiliza. General, and keep in mind, he said this 2 decades ago before anyone ever thought in a million years that Donald Trump would become president. Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." He said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." So again, it must be emphasized that this US-Israeli war of aggression against Iran has nothing to do with nuclear weapons. Yeah. Msikia walitaja 12 years ago watadili na mataifa 7. Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Somali, Iran, Libya, Sudan. Mataifa ngapi hayo? 7. Walisema hizi ndio tunataka kudeal nazo. Hiyo ni Marekani. Hiyo ni Marekani. Nikukumbushe tu ya kwamba Marekani haifanyangi mambo kivyake. Hebu weka picha za Ronald Reagan 1989. Sikiliza, kuna kitu kinaitwa Holy Alliance. Wakati papa ameingia katika nchi ya uzuri Marekani, lazima ataiteka. Lazima atapitisha mswada wake na mambo yote anayohitaji yeye kupitia Marekani. Na Ronald Reagan alionekana akifanya hayo makubaliano. Kwanza wakangoa USSR, wakatumia majeshi ya Marekani. Hii ni historia inatuonyesha katika Danieli 11 mstari wake na 40 na 41. Sasa tunaonyeshwa leo ya kwamba Marekani inakaa kana kwamba inataka kungoa hayo mataifa 7 ambayo yanaonekana yako na nguvu. Lakini si Marekani. Maana kuna kigaragasi ambacho kinaitwa Marekani kinatumika na yule ambaye yako nyuma ya pazia anaitwa mwanamke kahaba wa Ufunuo 17. The Roman papacy is behind the scenes. Sasa haya mataifa yametajwa: Iraq, Syria, Lebanon, Somali, Iran, Libya na Sudan. Wewe unaona ni gani imebaki? Nitakuonyesha hapa juu Sudan kwetu mahali John Garang alileta shida akaondolewa. Nyinyi mnajua historia ya Sudan, Southern Sudan. Mpaka leo hakuna amani. Nyinyi mnaelewa ya kwamba Sudan hii wanajeshi wa United Nations wamejaa hapa. Wanajeshi wanakuwa recruited, wanaingia kitu kinaitwa AMISOM. Leo kuna kitu kinaitwa AMISOM, Army Somali, AMISOM, na wanatoka Kenya wanajeshi na wanalipwa. Endeni mpigane. So Somali ilikuwa a target. Na hiyo ni kitu ambacho kilisemekana katika bunge ya Marekani na ikapitishwa. Na hizi ni vitu ambavyo vilipangwa zamani, si leo. Ndio unaona Sudan haiwezi kupatikana amani tena. Somali itatulia kidogo lakini inaibuka. Wewe ni shahidi. Kulikuwa na kiongozi kule Sudan, South Sudan anaitwa John Garang ambaye aliondolewa. Leo tuko na Salva Kiir ambaye bado wako pale Sudan. Kuna yule mwingine aliaga. Leo tuko na RSF ambazo tunaona hata katika nchi yetu ya Kenya wanaingia na wengine hata wanahifadhiwa hapa. Unaona? Leo tuko na majeshi hayo na unaona Marekani iko na vita na mataifa hayo. Wanafanya kitu kinaitwa destabilization of those economies. Wanaleta msuko katika nchi hizo. They create a problem and they begin to create a solution. Yani wanadai kuleta matatizo na wanaleta kabisa, alafu wao ndio wanadai kuleta solution. Ni kama daktari. Ni kama daktari wengine anakuletea shida. Ukina mama. Good. Naona?
Kwambia wewe chukua hii dawa ya kupanga uzazi na uwe mnameza dawa za kupanga uzazi. Unameza, baadaye unapata magonjwa, kansa na zingine, tena unarudi kwa daktari. Ameleta shida na anadai kuleta suluhisho. Kuna mengi naweza kusema kwa hii kamera, lakini nisikilize. Hivyo ndivyo Marekani inavyofanya, lakini nyuma yake, nyuma ya pazia is the Roman papacy. Wote ambao wanauawa juu ya nchi. Gaddafi katika nchi ya Libya, the same vita. Leo tuko na vita ambavyo viishi katika nchi ya DRC Congo kwa sababu ya dhahabu. Watu wanaangalia mataifa mengine, lakini ukiangalia nyuma ya pazia, angalia vizuri. Mimi nimefuata documentaries. Angalia dhahabu ya Congo, Eastern Congo, Kivu. Kuna kuwa na vita kila kuchao. Sababu rasilimali ni nyingi, na hiyo ni taifa ambayo iko na rasilimali nyingi na ndiyo maskini zaidi. Kwa sababu kuna watu wanaohusika katika kuchukua rasilimali za dunia. Hapa Kenya tulipata mafuta juzi, iko wapi? Wacha nisiingie kwa hiyo subject saa hizi, nitakuja. Kwa hivyo wafalme wa dunia ambao wataonekana wako kinyume cha mpangilio na utaratibu wa New World Order lazima waondoke. Sasa hapa walitaja mataifa 7. Iraq, ninarudia. Syria, Lebanon, Somali, Iran, Libya na Sudan. Libya si aliondolewa, Muammar Gaddafi si aliondolewa. Kwa nini? Alikuwa na ujeuri. Kaondolewa. Ufunuo 13 inasema ni nani awezaye kufanya vita naye? Niweke hilo andiko kwanza. Revelation 13. Revelation 13 and verses number 2. Revelation 13. Sikilizeni watu wa Mungu. Revelation chapter 13. Revelation chapter 13, Ufunuo 13. Revelation 13. Acha nikuonyeshe kitu. Inasema katika mstari wake ni wangapi? Ni wa 4. Inasema wakamsujudu yule joka kwa sababu walimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama, Roman papacy hii, wakisema ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ongea kuhusu the papacy, ni nani awezaye kufanya vita naye? The popes of Rome, the papacy. Hakuna anayeweza kufanya vita naye. Si ati yeye ndiye anaenda vita na majeshi, hapana. Hautamuona hapo kwa sababu lazima aweke identity yake iwe sawa. Lakini behind the scenes, the Bible shows that no one can make war against the beast. Biblia inasema hakuna anayeweza kufanya vita dhidi ya mnyama, the Roman papacy. Wako na Jesuits of Rome. Takuonyesha, kuna mifano nyingi tu katika Biblia, nitakuonyesha. Sikiliza, hii ni part 1, Mungu akitujalia. Sasa kwa sababu walikuwa wamepanga hayo mataifa 5 kuyamaliza na kuteka rasilimali zao. Kumbuka tumesoma Danieli 11. Ikasema ya kwamba huyu atateka dunia yote, Misri yote, dhahabu yote itakuwa katika mkono wake. Na tunaweza kuonyesha in the book of Genesis kwa sababu Mungu ametangaza mwisho tangia mwanzo. Achia hiyo video izungumze kidogo ndio turudi Genesis. Iran does not have nuclear weapons and has not tried to get nuclear weapons. If Iran had nuclear weapons, the US and Israel would not be attacking it right now. This is why the US has never attacked North Korea, because North Korea does actually have nuclear weapons. Umesikia hiyo? Umesikia? Iran does not have nuclear weapons. Kama Iran ingekuwa na vyombo hatari vya nuclear, Marekani ingejaribu. Kwa nini? North Korea iko na weapons of nuclear. Ndio naona mpaka leo Marekani haiwezi kuguza North Korea. Huko ni hatari. Haiwezi. Kama Iran ingekuwa na hizo vita silaha, Marekani ingedhubutu. Maana wanajua nuclear. Ndio naona North Korea haiwezi kuguzwa na Marekani. Maana wako na silaha hatari za zana za vita za nuclear. Hawezi kuguzwa. Sikiliza hiyo logic. Kwa hivyo lazima watumie uongo. Kwa sababu wanataka kuteka rasilimali zilizoko katika nchi ya Iran, katika nchi za UAE. Na tunaweza kuonyesha haya mambo katika Biblia ya kwamba sio Marekani inafanya vita. Kuna nyuma yake the papacy. Tuangalie katika Biblia. Acha nikuonyeshe mafungu machache. Let me just show you in the Bible. Nataka nikuonyeshe mafungu machache katika Biblia. Tuanze. Tunaanza na kitabu cha Jeremiah 46. Ngoja kidogo. Kidogo nikuonyeshe. Nataka nikuonyeshe katika Jeremiah. Nataka nikuonyeshe tu Jeremiah. Okay? Nataka nikuonyeshe. Na tunaposoma haya mafungu. Okay?
Nataka usikilize. Hii inaitwa historical repetition. Historical repetition. Historical repetition maana yake historia inajirudia. Historia inajirudia. Hii platform ya Biblia imejengwa katika historical repetition. Jeremiah 49. Jeremiah 49 nitaanzia mstari wake no 28. Jeremiah 49. Jeremiah, nasoma Jeremia ama Yeremia. Jeremiah chapter number 49. Nasoma Jeremiah chapter number 49. Nimesema verses number. Wacha nianzie mstari wake no 20. Anzia 20. Wacha nianzie mstari wake no 23. Wacha nianzie 23. Inasema habari za Dameski, Hamath umetahayarika. Hamath iko Damascus Kuna Damascus, kuna Hamath, Arpadi. Okay? Arpad. Pia maana wamesikia habari mbaya, wameyeyuka kabisa Hizo ni mataifa za Uarabuni. Ninakuletea katika historia kwanza. Wanayeyuka kwa nini? Angalia verse 24. Umejigeuza kukimbia, tetemeko limeushika, dhiki na huzuni limeupata. Kama za mwanamke katika utungu wake. Imetaja Damascus, imetaja Hamath na imetaja inchi za Uarabuni. Inasema verse 7, nami nitawasha moto katika ukuta wa Dameski. 27, Jeremiah 49:27. Nao utateketezwa majumba ya Ben-Hadad. Unaona? Okay, angalia verse 28. Nani hawa wanakuja kufanya vita? Habari za Kedari. Kedari ni mtoto wa Ishmaeli katika Mwanzo 26 mstari wake wa 5. Enda usome nyumbani. 25 verse 6, sorry. Takusomea. Kwa habari za Kedar ama Kedari na za falme za Hazori ambazo nani? Nebukadneza mfalme wa Babeli alizifanyeje? Alizipiga. Amen. Bwana asema hivi, ondokeni pandeni hata Kedari mkawateke nyara wana wa mashariki. Kwa hivyo nyuma ya pazia yule ambaye ana launch hizi vita na hata wezana is the Roman papacy. Yeye ndiye anapigana na wana wa mashariki. Katika Biblia hakuna mahali Marekani imetajwa napigana na wana wa mashariki. Katika Biblia ni Nebukadneza ako nyuma ya Marekani. Yeye ndiye ana instigate yule punda mwitu aweze kupigwa. Ninaweza kukuonyesha katika Numbers chapter number 23. Nitakuonyesha ukitaka. Yule ambaye ako nyuma ndio yule punda mwitu apigwe na Balaam mara 3. Is the Roman papacy. Punda mwitu Ishmaeli atakuwa kama punda mwitu. Kwa hivyo wana wa mashariki wanapigwa na Nebukadneza mfalme na Babeli. Lakini yeye hakuji, yeye anatumia majeshi. Kumbuka the Vatican has no military power ambayo anaweza kuiweka kwa uwanja. Atatumia Marekani. Atatumia the economic power of the United States of America. Hiyo ni andiko la kwanza katika Biblia. Inatuonyesha ya kwamba Nebukadneza anakuja kufanya vita na mfalme wa kutoka kaskazini. Na wafalme wa kutoka mashariki. Tuko pamoja? Haya, wacha nikuonyeshe nyingine. Ukiendelea katika kitabu cha, acha nione kama kuna nyingine hapa. Nimekupatia. Hebu soma mpaka verse 33. Umefika verse 28 Tuendelee mpaka verse 33. Inasema 29, hema zao na makundi yao watayatua. Watachukulia mbali mapazia yao kwa faida yao wenyewe. Na vyombo vyao vyote na ngamia zao. Nao watapiga kelele wakisema, hofu ziko pande zote. Kimbieni ninyi, endeni mbali. Mkitangatanga kaeni chini sana, enyi mkao Hazori, asema Bwana, maana Nebukadneza mfalme wa Babeli amefanya shauri juu yenu, naye amekusudia neno juu yenu. Kwa hivyo nani amekusudia neno juu ya wana wa mashariki? Ni Nebukadneza kulingana na Biblia. Historical repetition inaonyesha ya kwamba ni Nebukadneza alikuwa anakuja kufanya vita na wana wa kutoka mashariki. Okay? Wana wa kutoka mashariki. Hiyo ni Biblia inaonyesha. Na Kedar ametajwa katika Genesis 25 verse 13. Hawa ni watoto wa Ishmaeli. Hawa ni wana wa Ibrahimu ambao walitumwa kule mashariki. Unaona? Kule mashariki, Genesis 25. Genesis 25 and verses number 13. Kwa tunataka nikuonyeshe ya kwamba ni Nebukadneza anapigana na wao. Nebukadneza wa leo ni mfalme wa Babeli. Ni mwanamke wa Revelation 17.
It's the Roman papacy who's behind the curtains to war the children of Israel, the children of the East. Lakini hata faulu kwa sababu the children of the East wanaendelea kulingana na unabii kuwasumbua na kuwasumbua. Kumbuka Mwanzo 16 inasema mkono wake utakuwa juu ya watu wote, watawasumbua. Itakuwa ni vita kati ya the king of the north and the children of East, kwa sababu wanataka kuteka mafuta yao. Nimekuonyesha katika Biblia wanataka kuwanyang'anya, lakini Biblia inasema Mungu aliwabariki. Sikilizeni, nasoma Genesis 25. Nimesema Genesis 25 verse and verses number 13. Genesis 25 and verses number 13 inasema, Kedar ni nani? Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi. Na nani? Na Kedar ama Kedari. Hapa ndio tunaona katika 49 verse 28 Jeremiah ya kwamba Nebukadneza anakuja kupigana na Kedar. Anakuja kupigana na wana wa Kedari. Akisha maliza na Kedar atakuja kuteka Misri. Na hii ndio pointi yetu katika Daniel chapter 11. Hapigani tu na wana wa Kedari. Anaona kama ni threat. Anaona kama ni threat, maana akiteka Marekani atakuwa anaona kuna threat. Lakini Marekani itatumiwa kumaliza, kujaribu kuleta hizo vita. Unaona? Lakini baadaye maandiko yanasema wana wa Ishmaeli wataokolewa na Mungu kwa sababu ya loud cry. Lakini ukisoma katika Biblia tunapata ya kwamba wana wa Ishmaeli wataishi siku zote katika hali hiyo. Na tumeona katika hiyo video ya kwamba Marekani kumbe inaongea kama joka. Kumbe ni uongo. Kumbe wako na agenda. Na ukisoma Ezekieli 30 ni kuonyeshe. Ezekiel chapter 30 verses number 10. Ezekiel ama usome, tunaweza soma Ezekiel chapter 30. Na hata hiyo Jeremiah nitarudi ni kuonyeshe baada ya kujaribu kupigana na wana wa Ishmaeli ama wana wa mashariki, anataka kuiteka Misri vile vile katika Ezekiel chapter 30. Nimesema verse 10 to verses number 12. Fungua Biblia yako tusome. Hii ni historia. Ezekiel ama Ezekieli 30 chapter 30 and verses number 10 inasema, Bwana Mungu asema hivi, pia maana yake kuna kitu ambacho wanasumbuana nacho. Nitaukomesha wingi wa watu wa wapi? Wa Misri kwa mkono wa nani? Wa Nebukadneza mfalme wa Babeli. Yeye na watu wake pamoja naye watu wa mataifa watishao wataletwa waingie katika nchi waiharibu. Unaona? Nao watafuta upanga zao wapigane na Misri na kuijaza nchi wale waliouawa. Kwa hivyo mfalme wa kaskazini mwishowe anataka kuiteka Misri yote, yani dunia yote iwe chini ya himaya zake. Nataka nikuonyeshe katika Biblia ya kwamba Nebukadneza mfalme wa Babylon, the Roman papacy, Nebukadneza the papacy, wakitumia the Jesuits of Rome, wanatumia Marekani kama kigaragasi kwa sababu Marekani ndio iko na majeshi. Sijamaliza na video, nataka usikilize. Mimi sitaki kukuletea video nyingi, nataka uone. Wanatumia Marekani kama puppet. Kumbuka walisema wanataka kuweka puppet presidents. Inamaanisha ya kwamba dunia hii yote wale wanatawala kabla ya Mikaeli kusimama wanaitwa puppet presidents. Hawatawali wao. Maana ingekuwa ni wanatawala wao, hawangekuwa kwenye hizo viti. Maana wanataka kuleta agenda zao wao, lakini hawawezi, mikono yao imefungwa. Lazima walete agenda za Marekani, United Nations, na walete agenda za New World Order. Si kama tunaeleweka watu. Wale waliopinga wote wameondolewa, kuanzia Magufuli na wale wengine tunajua. Rais wa Libya, Muammar Gaddafi, John Garang Sudan, Somali wamekufa, wameondolewa. Na bado vita vinachacha. Kwa sababu gani? Mfalme wa kaskazini anataka kuteka rasilimali yote ya dunia iwe upande wake. Nitakuonyesha sasa hivi katika Biblia. Tuko wapi? Tuko andiko gani? Jeremiah 46. Weka hata hiyo tusome alafu turudi kwenye video. Jeremiah 46 verse 13. Jeremiah 46 and verses number 13. Jeremiah 46 and verses number 13. Biblia inasema, tusome. Neno hili ndilo ambalo Bwana aliwaambia Yeremia nabii kueleza jinsi Nebukadneza mfalme wa Babeli atakavyokuja na kuipiga nchi gani? Misri. Misri ni dunia yote, tumesoma. Tangazeni habari hii katika Misri, mkaihubiri katika migodi
Migdoli na kuihubiri katika Nofu, Tapanesi, Semeni. Simama. Okay? Jifanye tayari kwa maana upanga umekula pande zako zote. Hiyo ni Misri. Mbona mashujaa wako wamechukuliwa mbali? Hawakusimama kwa sababu ya Bwana aliwafukuza? Okay. Unaona? Hiyo chapter yote inazungumza vile ambavyo Nebukadneza, angalia mstari wake ni wa 17. Wakalia huko Farao mfalme wa Misri. Ni kishindo tu, muhula aliyoandikiwa ameuacha upite. Kwa hivyo Misri yote inakuja kutekwa na mfalme Nebukadneza, the king of the north, the Roman papacy. He shall have the treasures of Egypt. Atakamata Misri yote, itakuwa upande wake. Sikilizeni watu wa Mungu. Nataka tusikilize hiyo video kidogo. Haya ni mataifa 7. Na kuna wafalme walikaa chini. Na ndio naona leo tuko na G7. Tuko na mataifa ya milki ya juu. Kuna wafanyabiashara wa dunia. Wanaona kuna threat katika UAE. Na wanataka kuwa na kitu kinaitwa ultimate control of the Arabic nations. Wachimbe mafuta iwe yao. Ndio naona leo kuna kitu kinaitwa the World Economic Forum ambayo imejawa na wafanyabiashara. G7 Unaona? G7 ni muhimu. Hii G7 iko na mataifa yenye miliki ya kifedha. Wako na uwezo wa kifedha. Na wanataka watawale dunia G7 ambayo tayari tukiangalia dunia yote wanaenda kuzaa kitu kinaitwa the New World Order. Hii G7. Na Marekani ndio inatumiwa kuletea papa uwezo na mamlaka wakati ambapo mataifa 10 ya mwisho yanakuja kuitawala dunia. Nataka usikilize watu wa Mungu. Sikiliza vizuri video hii maana wametutajia mataifa ya Kiarabu ambayo wanaipiga vita. Okay? Sikiliza wanavyosema. What's actually happening here is that the Trump administration is just regurgitating the same lies that the George W. Bush administration used to try to justify its illegal imperialist war of aggression against Iraq in 2003, when the CIA falsely claimed that Iraq had weapons of mass destruction, WMDs, and the US corporate media obediently regurgitated these lies on behalf of the CIA. If Iraq actually had nuclear weapons, the US would not have invaded. The same situation is true in Iran. Ni uongo. Na walifanya hivyo na Iraq. Wakasema kwamba Iraq has weapons of nuclear. It was not true. Ilikuwa ni uongo. The same lies of the United States of America. Tunaambiwa kwamba naye atazungumza kama joka. Ni kweli. Atazungumza kama joka. Maandiko yanasema. Kwa hivyo ni uongo waliotumia kwa Iraq. Na ndio uongo huo ndio wanatumia sasa kwa Iran. Kwa maana kuna agenda fiche. Sijamaliza, anataka nikuonyeshe kwa Biblia. Sikiliza. Today. And let's not forget the recent history, which is rarely mentioned in the Western media. Back in 2015, Iran signed a nuclear deal with the US and the 4 other permanent members of the UN Security Council, plus Germany and the European Union. They all came together to sign the Joint Comprehensive Plan of Action, the JCPOA. That was known as the Iran nuclear deal. And Iran agreed that it would never develop nuclear weapons in return. Kumbe walikuwa wamefanya mkataba zamani. Irani wakafanya mkataba, wakaita mataifa mengine kama Germany na wengine. That was a deal. Na wakasign document that Iran will never manufacture weapons of mass destruction. Na iko signed, it was a deal. Kwa nini leo tena Marekani nazo wako na weapons? Hapana, ni mafuta unataka. Ni mafuta na rasilimali, kwa sababu kuna yule aliyekutuma. Nitamaliza na story ya Yusufu na Farao katika nchi ya Misri ya zamani. Utaona vile wanafanya kazi. Kwa hivyo huu ni uongo mtupu, kwa sababu kuna agenda zilizopo. Si kwamba wako na weapons. Tayari they had signed a joint plan with the European Union ya kwamba hawatawahi tengeneza silaha za zana za vita ambazo ni za nuclear. Sikiliza, tunaendelea. For the US and other Western countries lifting the illegal sanctions that they had imposed on Iran to try to crush the Iranian government. And the International Atomic Energy Agency, the IAEA, said very clearly
that Iran was abiding by the nuclear deal. It was not developing nuclear weapons. But what happened in 2018? During his first administration as US president, Trump illegally tore up the nuclear deal, violating a UN Security Council resolution that the US had previously voted for under Obama. Kumbe walikuwa wameweka mkataba na hiyo IAEA International Nuclear Agency. Okay? Walikuwa wamesema ya kwamba Iran is abiding. Hawana, na tunaona ni taifa mzuri. Sasa imekuja kutokea wapi wako nayo? Na waliweka abiding law na wakakubaliana hakuna kitu kama hiyo tutatengeneza. Very interesting. Very interesting. Naye atanena kama joka. Mnyama Ufunuo 13 kuanzia mstari wake na 11, atainuka na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, na maandiko yanasema atanena kama joka. Kwa nini anene kama joka? Kwa maana kuna nguvu zilizo nyuma ya Marekani. Na Ufunuo 13 inasema naye atumia uwezo. Ninarudia hapo. Naye atumia weka hiyo verse kwa screen kabla hatujaendelea na hiyo video Nataka tusikilizane watu wa Mungu. Haya ndiyo machafuko ya mwisho, kwa sababu the papacy anataka kugain control over the world na rasilimali zote. Sikiliza Revelation 13 verse 12. Revelation 13 and verses number 12. Revelation 13 and verses number 12. Biblia inasema, naye, acha nianzie 11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katikati ya nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Haya tusome pamoja. Akanena kama joka, muuaji na ni muongo. Hiyo ndio tabia ya joka. Verse 12. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Kamata hiyo point. Anatumia uwezo wa nani? Uwezo wake? Hapana. Anatumia uweza wa the Roman papacy. Inamaanisha nyuma ya pazia kuna nguvu ya ajabu inayofanya kazi. Achilia video tusikilize. Na usikilize vizuri rafiki yangu. Sije ukabaki nyuma. And then Trump imposed illegal sanctions on Iran. So Trump destroyed the Iran nuclear deal. And then when Trump came into office as US president for his second term in 2025, he claimed he wanted to negotiate another nuclear deal with Iran. And then what happened? In June 2025, the US and Israel attacked Iran again in what became known as the 12-Day War. And the Wall Street Journal admitted that the US did not actually want real peace talks, real negotiations. Instead, Washington and Tel Aviv were using these fake peace talks as a ruse, as a cover, as an illusion, while they were planning the surprise attack against Iran. And this is exactly what the US and Israel have done yet again this February 2026, launching another war of aggression against Iran on a much bigger scale. They want regime change. They think the Iranian government is weak and they can overthrow it and put a puppet regime in power. It is the US and Israel that do not want peace. They do not support diplomacy. They never actually wanted these peace talks and these fake negotiations. By the way, Iran's current president is a reformist. The Western media praised him when he was elected, saying that Masoud Pezeshkian is a reformist who wants to improve relations with the West. He wants to... Kumbe ni uongo. Wanaingia kwa ofisi, wana break the peace talks, alafu wanaanza kuleta vita tena. Wanakamatana na Israel kufanya vita dhidi ya Iran. Kuna mambo inayoendelea nyuma. Kwa hivyo Wayahudi, kumbuka aya ya Qur'an, Waislamu wanaambiwa msifanye urafiki na Mayahudi na Wakristo. Kwa hivyo hapa kuna stand still. Lakini vita hivi vinakuwa instigated with the Roman purpose. Nataka nikuonyesha ya kwamba Mungu ametangaza mwisho tangia mwanzo. Ukienda kitabu cha Genesis, fungua Biblia yako nikuonyeshe. The Lord has declared the end from the beginning. Alikuwa ashatuonyesha ya kwamba rasilimali yote ya Misri itachukuliwa na Marekani. Na Marekani itakuwa inachukua rasilimali hii yote inapeleka katika nyumba ya mfalme ambaye atakuwa anataka kuitawala Misri ya mwisho dunia yote. Dunia yote. Atapewa kiti chake na shetani. Kumbuka Farao alipewa kiti na joka. Weka 29 verses number 3 Ezekiel. Haraka. Ezekiel 29 and verses number 3. Ezekiel 29 and verses number 3.
Ezekiel 29 and verses number 3 nasema nini? Nena useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Farao, mfalme wa Misri, joka kubwa aoteaye kati ya mito. Joka. Farao joka. Si kwamba yeye ni joka. Kiti amekalia cha joka. Bwana ni nani? Na ukienda Ufunuo 13, kiti amekalia cha joka. Roman papacy, joka akampa kiti. Kwa hivyo Farao anapoitawala Misri, ile nchi, tunaona Farao wa kipindi cha mwisho, the Roman papacy, nayo inatawala Misri ambayo ni dunia yote. Sasa with that in mind, ukiwa na hayo katika mawazo, twende Genesis chapter 47 nikuonyeshe. Mungu alikuwa ametangaza ya kwamba Yusufu ambaye anasimamia dini, Yusufu alisimamia dini safi, alisimamia kweli. Lakini baadaye tunaona Marekani ambayo ilikuwa imesimamia kweli. Mungu ameleta hiyo story, si kwamba Yusufu ni Marekani, lakini Mungu analeta snapshot. Inaitwa snapshot, napenda kuzitumia kama snapshot stories ama visa ambavyo vinaonyesha matukio ya siku za mwisho kwa njia ya picha ya ajabu. Inaitwa imagery. Kiingereza natumia imagery. Taswira ambayo Mungu anaweka katika Biblia ni ya ajabu. Angalia Genesis 47. Yusufu ameingia Misri, amekuwa prime minister, anafanyia kazi Farao. Angalia mambo yalivyokuwa. Inasema mstari wake na 15. Genesis 47 verse 15. Inasema hivi. Inasema fedha zote zilipokwisha katika nchi ya Misri. Kiingereza inaiweka vizuri. And when money failed in the land of Egypt. Jiandae kwa sababu ya the worst economic crisis ambayo inakuja iko mbele yetu. Money is going to fail in the land of Egypt, dunia. Na katika nchi ya Canaan watu wa Mungu pia wataathirika. Wa Misri wote, yani dunia yote, wakamjia Yusufu. Hii ni nchi ya Marekani, the United States of America, wakisema tupe sisi chakula. Kwa nini tufe mbele ya macho yako? Maana fedha zetu zimefanyeje? Zimekwisha. So pesa zimeisha. Mataifa yote yanaendea Misri, tupatieni chakula, tunaweza isha. Tusife, tupatieni msaada. Okay? Kamata hiyo picha kwa akili. Yusufu akasema verse 16. Toeni wanyama wenu, nami nitawapa chakula badala ya wanyama wenu, kama fedha zenu zimekwisha. Nani anataka kupeana msaada? Ni Marekani. Lakini tunataka tumiliki wanyama wenu. Wanyama wenu. Wewe si mgeni katika nchi ya Kenya. Wanyama wamilikiwe na serikali za dunia. Wanyama wasiwe wetu. Hiyo ni mpango ya New World Order, ya kwamba wanyama wamilikiwe. Wewe fuga tu wanyama lakini si wenu. Mnaweza walipia hata ushuru, ni wetu. Tufanyeni mkataba ya kwamba wanyama watakuwa wetu. Hizo picha zipo kwenye YouTube, naweza kukuonyesha. Na hii ndiyo nchi ambayo ilijaribu kuathirika. Unajua Kenya inaenda mbio sana katika mambo ya New World Order. Okay? Ukiona katika Genesis inatuonyesha ya kwamba, na hili ni jambo ambalo limekuwa kwa sababu wanyama tunataka kuwamiliki. Tufanyeni mkataba, kama ni chakula hamna, tutawapatia misaada kama nchi ambazo zinahitaji msaada katika Marekani. Lakini na nyinyi tufanye mikataba ya kwamba wanyama watakuwa upande wetu. Pamoja na jamaa anaitwa Bill Gates. Si ndiye alikuwa na mpango huo wa New World Order? Kuanza kuchanja wanyama, masindano kila mahali. Kuanzia ng'ombe wa grade, wale wanatoa maziwa. Hayo mambo ni mengi. Wanyama watamilikiwa na serikali za dunia. Endelea na andiko nikuonyeshe kitu, maana point yangu iko pale chini. Unaweza kusoma na unaweza kuniandikia message, nitakupatia materials za kusoma. Inasema verse 17. Wakawaleta wanyama wao kwa Yusufu. Marekani itamiliki dunia yote pamoja na wanyama na mifugo. Yusufu akawapa chakula badala ya farasi na badala ya kondoo na badala ya ng'ombe na badala ya punda. Naye akawalisha chakula badala ya wanyama wao wote mwaka ule. Angalia verse 18. Na mwaka ule ulipokwisha, wakamjia mwaka wa pili. Hawa ni viongozi. Wakamwambia, hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha, tupe msaada tena. Na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu. Hakikusalia kitu mbele za bwana wetu ila miili yetu na inchi
zetu. Kamata hiyo point. Kwa hivyo kuna mpango wa the New World Order ya kwamba nchi nyingi zitatiwa mkononi mwa Farao. Kwa hivyo hawa ni viongozi wa dunia wanakwenda kusema ya kwamba sisi tuko upande wenu, tusaidieni, tupatieni mkopo, tupatieni misaada, tunataka nchi zetu ziutwe kwenu pamoja na miili yetu, yani raia wetu wote tutafanya mchezo, tutaingia katika puppetry, tutakuwa vigaragazi vyenu, tupatieni msaada tusije tukafa njaa, mikopo zinakuwa nyingi, mataifa yanakuwa maskini. Point yangu bado sijafikia, nataka nikuonyeshe mali ya dunia yote anaikamata Yusufu na kumpelekea Farao. Ndio nataka nikuonyeshe. Huko verse 19. Kwa nini tufe mbele za macho yako sisi na nchi yetu? Utununue sisi na nchi yetu kwa chakula, na sisi na nchi yetu tutakuwa watumwa wa Farao. Si unaona dunia mahali inaelekea? Kwa hivyo nchi zote za dunia, maandiko yanasema wanatakiwa kuwa watumwa wa mfalme wa kaskazini. Mfalme Farao aliyepewa kiti na joka anafaa kutumikisha mataifa yote. Nitakuonyesha katika Revelation 17. Lakini agenda ni gani? Agenda ni gani katika topic ambayo tunaizungumzia leo na Marekani na vita, rasilimali, mali ya dunia? Angalia. Agenda ni gani tunayozungumzia? Verses number 20. Inasema, basi Yusufu akamnunulia Farao nchi yote ya Misri. Maana wa Misri waliuza kila mtu shamba lake kwa sababu ya njaa ilikuwa imezidi sana. Nchi ikawa mali ya Farao. Ati dunia yote itakuwa mali ya nani? Ya Farao. Naona? Alafu verse 21 of course inasema akawahamisha watu hao, akawaweka katika miji, watoke mashambani waache kulima, waache serikali walimie, nyinyi endeni kwa manyumba ambayo serikali inawatengenezea. Muhame, mtalimiwa, tokeni. Hizo zinaitwa New World Order, mipango ya globalization. Agenda hizo zipo. Ni agenda ambazo tunazungumzia, ambazo leo tunaziangalia katika nchi yetu na katika nchi mbalimbali, sio Kenya peke yake. Tokeni kwa mashamba tuwalimie, nyinyi mtakuwa mnaletewa chakula. Maandiko yanasema katika mstari wa 23, Yusufu akawaambia watu, angalieni, nimewanunua leo ninyi na nchi yenu kwa mali, kuwa mali ya Farao. Basi mbegu zenu ni hizi, jipandieni katika nchi. Napatiwa hata mbegu, muanze kupanga. Unaona? Mimi nilikuwa nataka nikuonyeshe mwishowe kitu gani kinaenda kufanyika. Verse 26, dunia ikiwa maskini, maana mali yote ya dunia itapelekewa Farao. Mstari wake ni 26 inasema, Yusufu ambaye ni Marekani akafanyeje? Akaifanya sheria. Akaifanya sheria kwa habari ya nchi ya Misri hata leo. Kwa hivyo nani anaenda kuweka sheria katika nchi yote ya Misri? Nchi hiyo ya Marekani. Yusufu ndiye atakayeweka sheria, lakini mali yote ya dunia atampatia Farao. Ndio vita vinavyoelekea, maana rasilimali hiyo ni muhimu sana. Wanajaribu kuchota, wanajaribu kuizingira. Danieli 11 mstari wake na 42 tena weka. Daniel chapter 11 verse 42 to verses number 43. Daniel chapter 11. Daniel chapter 11 and verses number 42. Daniel chapter 11. Niko karibu kumaliza. Daniel chapter 11. Nataka nikuonyeshe. Kitabu cha Danieli sura yake ni ya 11, weka kwa screen. Nitaanzia mstari wake na 42. Biblia inasema maneno yafuatayo. Inasema, naye ataunyosha mkono wake juu ya nchi hizo, hata nchi ya Misri haitaokoka. Dunia yote itakamatwa. Naona? Naye atakuwa na nguvu, huyu ni mfalme wa kaskazini, juu ya hazina za dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani. Kamata hiyo point. Vitu vyote vya thamani dunia hii vitakuwa katika mkono wa Farao, mkono wa Vatican, ndiye atatawala. Inchi yote, dunia yote itakuwa chini ya mkono wake. Na wa Libya na wa Ethiopia, they shall be at his steps. Ethiopians ni wale matajiri wa dunia. Libyans and Ethiopians. Naweza kuonyesha tu aya moja katika Biblia, pia inaonyesha the military power ya dunia itamsupport. Acha nikuonyeshe. Libyans and the Ethiopians. Libyan, Ethiopia. Ethiopia nasimamia matajiri wa dunia. Yule jamaa Mkushi kutoka nani, yule Ethiopian eunuch. Enda usome Genesis, mto ambao ulipitia ulikuwa na dhahabu kando kando ya Kushi. Biblia inasema ilikuwa ni mahali ambapo kulikuwa na rasilimali za dhahabu. Mito minne, Pishon, Kishon, na kulikuwa na eneo la mto ambao ulikuwa unaenda upande wa Misri, mahali ambapo Biblia inasema kulikuwa na dhahabu. Hiyo ni Mwanzo, enda usome.
Lakini kuna aya moja nataka nikuonyesha kwamba the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. Atateka the military power ya dunia. Hakuna nchi hata moja itabaki na military power yake. Yote itatii Vatican. Wacha nikuonyeshe the Libyans and the Ethiopians ni the military power of the world. Kwa njia nyingine, kando na matajiri wa dunia. Inasema katika Libya inaandikwaje? Ethiopians. Nataka nikuonyeshe. Sawa ndio hii. The Libyans and the Ethiopians. Ungeweka kwanza hiyo verse, hiyo verse 43. Weka tena tusome. Alafu tenda Jeremiah 46. Unasema? Inasema nini? Inasema lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani. Na wa Libya na Wakushi, Kushites, Ethiopians watafuata nyayo zake. Hawa ni kina nani? The Libyans and the Ethiopians. Tuende Jeremiah 46 verse 9 tunapoelekea kumaliza. Biblia inajieleza. Kwa hiyo vita ambavyo vinaendelea sasa, na wakati tulikuwa tunakuja online niliacha kama mashambulizi yanaendelea, maana Iran nao wanaona hao makafiri wanawapiga. Kwa hivyo vita vitaendelea Middle East. Tunazidi kuomba Mungu asaidie, lakini kama ingeliwezekana, mimi ninasema sasa wasia wangu, kama ingeliwezekana, mimi sijui vile watu wataona, wale ambao wako katika mataifa ya UAE, Mungu akitupatia kipindi kidogo cha amani kidogo, tokeni kwa haraka. Hizo inchi zitachafuka. Watu wa Mungu, ninasema ukweli, mimi kulingana na dhamira na vile Mungu anaendelea kutushawishi, ondokeni katika inchi hizo. Ni wakati wa kurudi katika inchi zenu, ni wakati wa kujenga country living. Wale wamefanya kazi katika inchi hizo kwa muda mrefu, ni wakati wa kuondoka, maana vita hivi vitaendelea na Russia itaingia. Wayahudi wataingilia. Lakini nani yako nyuma ya kati? Ni anacheka, vita vinaendelea, anataka kutawala dunia. It's the Roman purpose and that is the reality. Takuonyesha mambo mawili matatu tunapomaliza. Jeremiah 46 verses number 9. Weka usikie. Inasema, haya pandeni enyi farasi, jihimizeni enyi magari ya vita, mashujaa nao watoke nje. Kush, unaona? Kiingereza inasema Ethiopians and the Libyans that handle the shield, wale ambao ni wanajeshi, and the Lydians that handle the bend, the bow. Kwa hivyo the Ethiopians, the Libyans and the Ethiopians ni wale ambao ni wanajeshi wanaokamata ngao na zana za vita. Sikilizeni watu wa Mungu. Kwa hivyo majeshi yote dunia yatakuwa upande wake, na mimi nakwambia ukweli, the Vatican will literally control the kings of the earth. Maana maandiko yanasema katika Revelation 17 verses number 12, inasema na zile pembe 10 ulizoziona ni mataifa 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Mataifa yatasurrender their military power to the purpose. Nao wapokea mamlaka muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Biblia inasema hawa wana shauri moja. Nao watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hawa walio pamoja nao ndio walioitwa. Taniwekea picha hizi. Hii na hii Kia watu kwa screen. Naona? Nilipokuwa nakuja kurekodi hii video niliacha kama 3 hours ago. Iran wamefanya mashambulizi na wanaendelea kuweka war is escalating. Utasikia tena China imeingia. Sikiliza, mfalme wa kaskazini ako nyuma ya pazia. Enda usome Marko sura yake ni ya 6. Good. Sitoe kwenye screen. Hiyo nilifanya screenshot. Iran's Navy Air Force knocked out. Hiyo ni ya kwanza. Baadaye nikakuja kuangalia nikakuta ya kwamba hata Spain Spain kuna mataifa ambayo yako kinyume cha Marekani na kuna yale wanaunga mkono. Sema hapana, hao watu wanafanya vibaya. Nilipoangalia tena nikatoa a screenshot. Unaona Pedro Sanchez anasema Trump is playing Russian roulette. Ni mchezo wanacheza. Huyu ni president wa Spain. Okay? Not president. Huyu ni Spanish minister. Hiyo ni Al Jazeera. Al Jazeera, usisahau ya kwamba this an Islamic TV station. Okay? Na Spain asilimia kubwa pia ni Waislamu. Wanasema ya kwamba Trump anacheza mchezo mbaya. Kwa hivyo Islamic nations wanashikana pande moja, na yale ambayo sio Islamic nations watashikana. Nani yako nyuma ya pazia? Nani anacheka nyuma ya pazia?
Nani anaalika mataifa ya dunia wakunywe mvinyo wa Babylon? Nani huyo amealika the kings of the earth kwa hiyo party? Na hiyo party ni ya kujaribu kuleta mataifa yote duniani. Enda usome kitabu cha Marko 6 kuanzia mstari wake na 14 nyumbani. Utaona Herodia ako nyuma ya pazia. Wakati Herode amealika manaibu na wafalme wa dunia wapange ajenda za mwisho. Alafu Salome anaingia kucheza pale. Enda usome vizuri. Salome ni dini. Wafalme wa dunia wako kwa mchezo. Alafu anaambiwa wewe itisha chochote, nipatie kichwa ya Yohana Mbatizaji. Na maandiko yanasema akatoka. Akaenda kumuuliza mama yake. Mama yake hakukuwa hapo. Yeye yako nyuma ya pazia. Na nikakuambia hivi rafiki yangu, fanya utafiti wako, utakuja kushangaa ni nani hawa wako na agenda ya mwisho. Agenda hii ya mwisho ya the new world order. It is the Roman papacy. The new world order. The new world order. The new world order. Agenda ya mwisho ya kuunganisha dunia yote. The new world order. One world government. One world economic system. Wanaona vitisho ni vingi kule Uarabuni. Wanataka kuchukua rasilimali hiyo. Sikiliza watu wangu. Nataka soma aya ya mwisho Danieli 11. Danieli 11 inasema wakati ambapo wanataka kuteka dunia yote. Ashateka Marekani. Sasa anataka kuteka dunia yote. Na watu wa Mungu wamepewa uwezo, wanatangaza ujumbe wa loud cry. Endelea kufuata kwenye series zetu, inasema na jumbe kutoka mashariki na kaskazini zitamsumbua. Alafu atatoka kwenda kuangamiza watu wa Mungu na kuweka hema zake za kifalme. Hiyo ndio series imebaki mimi kuonyesha. Bila babu ataweka kizuizi. Alafu maandiko inasema atafikia ajali lake. Wengine wanasema ni Taki. Niliona wengine sahihi wanafundisha kwamba mfalme wa kaskazini, the king of the north, ni Waislamu. You cannot interpret the scriptures the way you want, my friends. The Bible is a continuous chain of truth. Biblia inatuonyesha the king of the north ni nani. Na mimi simkatazi mtu yeyote kufikiria vile anavyotaka, hapana. Lakini the Bible is its sole interpreter. Huwezi kusema jana ati the king of the north is Turkey. Oh, ndio sababu watu wanaangalia Turkey. Ndio sababu leo watu wanasema Iran. Nimeona kwa Facebook, naona watu wanasema Iran is the king of the north. Sasa imetoka Turkey, sasa ni Waislamu wameshikana king of the north. Mutapotea nyinyi wote. Kaeni kwa Biblia jamani. You must not lose focus mahali shetani ameweka kiti the king of the north. Utakuwa ni wa kupotea. Hakuna kitu utaelewa hapo kama unabii. Kesho mtaanza kutuambia ni nchi gani? Leo mnatuambia, jana mlituambia ni Turkey, ati Uriah Smith alisema. Leo mnasema ni Iran na Iraq. Kesho mtasema ni nchi gani ndio king of the north? Si mtatuua nyinyi. Si kesho mtaanza kusema ni Somali. Kaeni kwa Biblia, acheni uongo. So Biblia inasema Mikaeli anakuja kusimama baada ya mfalme wa kaskazini kupata ajali yake. Bwana wabariki sana. Nimefika mwisho. Zungumza nami kwenye WhatsApp, nitakupatia materials za kusoma za King of the North. Tunaendelea kutazama vita hivi. Tunaombea watu walioko UAE. Watu wengi wanafuatilia YouTube channel zetu. Wako United Arab Emirates. Wengi ni wa Kenya, wengi ni wa Tanzania. Mungu akikupatia nafasi, wasia wangu wa mwisho, Mungu akikupatia nafasi ya kutoka katika nchi hizo, toka. Hizo nchi haziendi kuwa na amani. Mungu akifungua mlango. Si unaona kama leo wanapiga Lebanon. Nimejaribu kuongelesha marafiki zangu wako huko Lebanon. Ananiambia sisi tuko kwa hatari. Kuna watu wanafanya kazi Beirut. Kuna watu wanafanya kazi Dubai. Dubai imetikiswa. Wapendwa, east or west, home is best. Tukaeni. Kama Mungu atakufungulia nafasi ya kutoka, toka kwa haraka. Tunaingia kipindi ambacho kinaitwa time of trouble. Troublous times. Mataifa yanapigana na mataifa. Na hizi vita vimepangwa, na kukumbusha kwamba vita hivi vimepangwa. Kwa hivyo watu wa Mungu tusikose kufuatilia unabii. Kumbuka mwishowe tunaingia kwenye alama ya mnyama. One world government, one world economic system, one world military power, one world financial system, one world religion. One world religion, the mark of the beast. Hapo ndio tunaelekea. Kwa hivyo wanataka Waarabu hao wote watii, wanyang'anywe rasilimali zao, wakuwe na control, alafu wafanye mipango ya kuweka one world government. Bwana wabariki sana. Nataka tuweze kuomba tumalize. Bwana wabariki, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tunaomba. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa sababu umetufundisha mengi. Tunaombea wenzetu walioko katika nchi za Uarabuni, ni wengi. Kama utafungua mlango kidogo, kuwe na amani, ili kwamba waweze kupata njia ya kutoka, itakuwa ni vyema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumeingia kipindi cha hatari katika historia ya dunia. Tunaona Iran haitaki kurudi nyuma, maana wako na majeshi mengi.
na wanaendelea kulipiza kisasi. Linda watu wako. Hatuwezi kuzuia vita hivi, maana unabii umetueleza itakuwa hivyo. Tunachokuomba ni ya kwamba Bwana, wakati ambapo kuna muda katika nchi zingine, tupatie nafasi ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, ili watu wengi zaidi waweze kuamini. Neema yako itufunike, tusaidie, tusamee dhambi na makosa zetu. Endelea kutusaidia tujiandae kwa ajili ya makuu yanayokuja kuipata dunia, na pia kwa ajili ya ufalme wako. Neema yako itufunike, mapenzi yako atimizwe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Bwana wabariki sana. Amani ya Mungu iwe pamoja nami. Zungumza nasi kwenye WhatsApp, tutawapatia materials za kusoma.